Wewe. Nashangani. Mbona umejifunika koti na shuka ile hapo? Afu sio unalia kupanda mkono, unafuta nini? Unafuta nini kusema kufuata wewe? Unafuta nini ile wewe? Hivi unawezaje kulala na mwanamke afu mfanye kitu chochote? Mimi tulipanga kwamba mimi nikufanye kitu chochote au mimi nikwambia nataka kufanya kitu chochote. Hivi unawezaje kuniacha mtoto mzuri kama mimi? Yaani hivi unajielewa kweli? Kitu gani kinachofanya mimi sijielewe? Hivi ni mwanaume lijali kabisa. Mafuta shimiana. Kama unakujua mimi lijali usijali, muulize Jamila. Nikamuuliza Jamila akati umelala na mimi. Usiku hujaweza kunifanya kitu chochote. Alafu nikamuuliza Jamila, anza na mimi kwanza, alafu ndo nikamuuliza wewe Jamila wako. Alafu ukiwa na mimi sitaki umtaje wewe Jamila wako. Mimi siwezi kumsaliti Jamila. Uwezi ukamsaliti wewe, sio lijali. Yaani wewe sio mwanaume lijali, uangalie kwanza. Hata aibu una. Yaani mwanaume mzima unalala na mwanamke afu huwezi kumfanya kitu chochote. Alafu mimi naongea nawe wewe unaondoka. Hivi nilijali kweli wewe? Nishakwambia mimi nilijali. Kama unataka kujua ulijali wangu muulize Jamila. Siwezi nikamuuliza Jamila wakati hujaweza kufanya kitu chochote na mimi. Nikamuuliza wewe Jamila wa nini? Pengine ukosa wewe Jamila yenyewe hakutaki. Hivi unajielewa kweli wewe? Hivi wewe Jamila amekupa nini? Jamila yaani mimi napoteza muda wangu nafuata wewe kumbe mwenyewe. Yaani Bwana, mimi nishakwambia siwezi kumsaliti Jamila. Ukosa wewe Jamila yenyewe hakutaki. Pengine naye amekukataa kwa sababu hiyo hiyo, wewe sio lijali. Utajua mwenyewe, utaambia wale kuleta kwamba ngumu ulichukua mezamilia ameshinda. Yaani mimi siwezi kushindwa. Yaani siwezi kushindwa. Yaani ili aliishi mpaka liishe. Mimi hapa nimekufuata wewe, sijafuata vitu vyako, nimekufuata wewe. Alafu unanivulia kitu chako na mwekea hapo. Nafikiri mimi nitatamani si ukinivulia kitu chako. Hebu kivaa sije nikakichoma moto mimi. Sikivai. Muangalie kwanza. Kama umeshindwa mimi kunifanya kitu ndio unaweza ukaichoma ile chupi moto. Huwezi kuichoma. Ichukue kama mwanaume kweli uichome. Kwa libiana moja tu. Mimi nawe nani kamwharibia mzee mudi? Nadhani nimelala na mwanaume kumbe nimelala na mwanamke mwenzangu. Salama kutoka chochoni. Shoga yangu wewe. Mambo magumu shoga. Kulikoni? Hivi wewe yule shemeji yako lijali kweli? Sema sema. Hivi inawezekanaje mwanaume kulala na mwanamke kitanda kimoja afu asimfanye kitu chochote? Yaani asimguse. Inawezekana vipi? Hivi unaona kawaida? Kwa hajafanya chochote kile. Hajafanya chochote. Alafu cha ajabu sasa tumegombana. Yaani tumeishia kugombana tu. Ulivaa jinsi ya? Nivaa jinsi wapi shoga yangu? Nimevua mpaka chupi yangu nimeiweka huko pembeni. Sio bure Jamila kamera. We haya. Yaani eti na kichupi changu mwenyewe nimekivua nimeweka pembeni kwa sababu kwa kia ananiambia kwa kichupi chako ukivae tu. Nadhani mimi nitakutamani siwezi kukutamani shoga yangu. Mbona unanizalilisha? Yashua pozi. Yaani ndio hivyo. Yaani hata sijui nifanyaje. Kusema kweli mimi nampenda. Yaani nishampenda nishamuelewa. Nataka kuishia katikati. Yaani ili aliishi mpaka aliishi. Mimi nishampenda shemeji yako. Shemeji yangu kalogwa. Itakuwa huyu kalogwa. Na iko kijana mke chake kinachoitwa Jamila, sijui Jamila, iko itakuwa kimemruga. Sasa hapa cha kufanya shoga yangu, mimi nina wazo. Kwa sababu tusimwendee kwa mtaalamu tukamfungua. Hapo. Shemeji yangu kalogwa, yani hilo sipingi wala nini, kalogwa. Hili tulifanyia haraka sana. Kabla mambo hayajaribika. Tutaenda kwa mama, tukamshirikishe mama. Twende tu kwa mama shoga yangu, maana mimi ndo nishampenda na kumwacha sitaki. Yaani ili aliishi mpaka aliishi. Yaani hapo sitaki kuelewa. Yaani mimi ndo nishampenda na siwezi kukata tamaa.
Hapa inabidi tukamwambie mama. Mama hawezi kupinga, wala hawezi kukataa. Mama hawezi kupinga. Sasa shoga yangu tulifanya haraka sana ile zamani. Kabla mambo hayajaribika. Mimi ndo kama hivyo nishakwambia, yani mimi nampenda. Yani siwezi kumwacha. Yani ili aliishi mpaka liishi. Huyo Jamila nitakula naye sahani hii moja. Kwa hiyo shoga yangu ulikuwa unaenda wapi? Hapa nenda huko gengeni kununua vitu nikapika. Jana nimepika kajilamba, kala, nikajua atanila na mimi. Cha ajabu kaniacha. Sasa leo nataka nikanunue vitu nipike zaidi ya jana. Haya bwana. Haya bwana. Karibu. Haya. Mbona unauliza kila slice tu? Au kidole ni? Blaza mimi sio kidole, yani blaza mimi hapa yeye, yani akisha kurudika. Kwa hiyo watu wanasema kwamba kutumia bangi kidogo kina poa. Sasa mimi mgeni huku sipajui. Ni sehemu ya mazingira na nini. Watu kwa sasa blaza msaidiani, yani blaza hivyo blaza, hata mimi kwa sababu watu wanasema kwamba kutumia ndumu ukiwa na mawazo akili inakuwa sawa sana, na watu wanasema kwamba ukitumia bangi au pombe mawazo yanapungua. Unajua hata mimi mwanga nasikiaga hivyo watu wanasemaga kwamba bangi inatoa mawazo kwa mtu mwenye mawazo au pombe. Lakini sasa mpaka unafikia hatua kwenda kutoa mawazo kwa kutumia kilevi, alafu tena umeniambia hujawahi kutumia ndio mara ya kwanza. Kitu gani kinasababisha mpaka ufikie hatua hiyo? Unajua blaza, mapenzi inaweza kuchafanya mwanaume akafanya kitu kikubwa. Blaza, mapenzi inaweza kupelekea mtu sana katika hii dunia. Sahihi sana. Yaani mapenzi ni noma. Sasa mimi kuna mwanamke mmoja nilimpenda sana. Na ili kuonesha kwamba nampenda nisimchezee, kwao nikapeleka baba. Kwa tu ya mimi kwa kuoa. Yaani mimi kupeana mikono baba mkwe, nimekubali si mimi yeye nimekubali fresh. Lakini kilichokuja kunikuta dafi. Mpaka nataka kutumia bangi. Blaza, mwanamke akimbia wao. Ina maana ndoa imekaribia alafu yeye akaondoka. Kaondoka blaza. Alikoenda? Sasa cha ajabu zaidi juzi hapa nimekuta mshikaji mmoja kakaa tu hivi ana mawazo. Unajua sio kwa kiume tunajuana, nikamfuata bwana blaza vipi? Anaanza changamoto yake bwana hadi kusoma. Anasoma bwana anadharauliwa na mkewe si nini. Mimi niko na sokesi kwa mwana mmoja inabidi nimsaidie. Ila kwa kujuana zaidi tukubaliana kwamba twende kwake. Nafika tuko ule mshikaji. Na mkuta yule mwanamke yuko pale. Bwana. Yeye ndo anaandaa vyombo vile chakula kiliwe. Na inua sura hivi. Ndo yeye. Ukafanyaje? Lazima mimi nimeondoka kama kishada. Nataka zile fezea. Sasa huko nyuma nilishamsahau. Lakini sasa ndo kama katonesha kidonda, yani hapa nina maumivu, yani mawazo ndio yameanza upya. Bwana pole sana. Sikiliza ndugu yangu. Unajua na mimi hapa unasikia sana mimi nawahi na nini hospitali kuna mgonjwa. Ule muda saa 10 ndio naangalia mgonjwa. Ndio maana nimetoka kwa haraka ndio nikaangalia nini mgonjwa. Sasa naomba simu ya kama vipi na nipe simu tubadilishane namba alafu mwisho siku. Sawa, hiyo nzuri blaza. Hiyo nzuri blaza. Nzuri. Hiyo nzuri kabisa. Ngoja mimi niwahi hospitali, tutapigana simu tuwasiliane. Basi fresh blaza. Sasa wewe ulikuwa unataka yale mazingira? Ndio.
Sasa sikia. Hapa kuna sehemu ninakuelekeza. Ila na jinsi ulivyo kama askari hivyo sio kukataa. Hamna shida hiyo. Lakini unaona njia, unapita hapa hivi chini. Ukishuka pale kuna kimsitu kuna kimaliza. Kwa chini bondeni pale. Utakuta watoto wamejaa na kuna watu pale. Ulizia kwa kiroboto. Unichomi blaza. Maana nakwambiaje? Ulizia kwa kiroboto. Ila sasa sema nimeagizwa na Mosaga. Usiposema Mosaga akupe. Kwa sababu sasa kuna askari jinsi ulivyo. Mosaga. Mosaga. Kwa hiyo unaniambia nikivuka kichaka kile pale kile minazi ile inaingia ndani. Kwa ndani hivyo utakuta kama madogo pale ulizia kwa kiroboto. Sio kiroboto mpiga nani matarumbeta? Umeshakufa. Wewe ulizia kiroboto pale. Hiyo kiroboto kiulizia nini? Mwambie Mosaga kanaliza. Basi fresh na shida blaza. Wala bwana. Acha mimi niwahi hospitali mimi. Fresh blaza, mimi ngoja nikajaribu maana hata kama nikipagawa fresh. Haina noma. Sababu sijawahi kuvuta hata siku moja. Haina noma. Kuna mawazo nitavuta tu. Najua kama nitapagawa nitajua hapo hapo. Usisahau kunitaja Mosaga. Haina noma kaka. Karibu jamani, karibu. Leo nimekumbuka nyumbani. Karibu. Ndiye karibuni wanangu. Karibuni. Kachukua kiti ndani. Kachukua kiti pata kiti viwili. Karibu mkoani. Karibu mama. Karibu. Ngoja mzale kiti. Mimi nitakaa hapa, leta tu viwili. Mimi nitakaa hapa. Mtemzi. Karibu mume wangu. Bonge tu kaacha kumunga. Sivujua. Mwanangu anakulisha hapa. Karibuni wanangu. Asante mama. Shikamoo. Marhaba kwenu. Kwani shikamoo mama. Marhaba. Salamu. Karibuni kwetu. Asante mama. Mama, sisi tumekuja kama tulivyopanga, nimempeleka lakini matokeo ya huko napata sio mazuri mamangu. Yaani naambiwa huko alipoenda kwamba mambo mabaya. Atafanya kila mbinu ili shemeji yangu adate kwake. Lakini anachoniambia yeye, shemeji yangu hajamfanya chochote. Labda akwambie yeye vizuri zaidi. Yaani kiukweli mama, mwanao hata sijui ana nini. Yaani nimefanya kila ulichoniambia lakini nimeambulia patupu. Hata sielewi mwanao ampata na nini. Lakini mwanangu mbona songo? Mimi hata sielewi mama. Anaenda kulala kama mwanajeshi miguu mamaga kama kwa polisi. Hamna mama. Nimelala kama mwanamke anapotakiwa kulala na mpenzi wake. Lakini cha ajabu mwanao tumesha kugombana tu. Na hajanifanya kitu chochote. Yeye amejifunika koti, mimi nimejifunika shuka. Huyo atakuwa anamkumbuka yule mwanamke wake. Akili yote iko kwa yule mwanamke. Mama na huyo Jamila hata sijui kampa nini. Au mama aliangukiwa na kitovu shemeji yangu. Nao. Mwanangu mimi nimemzaa mzima bwana. Angeangukiwa na kitovu yule mwanamke angekuwa anamlilia. Na maana yule mwanamke angekubali kana mwanamume mbovu. Sema mwanamke wake atakuwa kamloga. Huyo mwanamke mbaya sana. Na ndio maana kikaa akili yake iko kule kule. Au ule ugonjwa wake bado hujamtoka. Hata kweli. Sasa mama, si hapa tumekuja na wazo hilo moja. Wazo gani? Mama, bora tuende kwa mtaalamu. Kwa mtaalamu. Sawa, wazo sio baya. Na wewe jitahidi. Mama, usiwaze kuhusu hilo. Na nimesema hivyo kwa sababu nikipika chakula anakula. Angekuwa anakataa kweli, lakini nikipika chakula anakula. Nimeona kuna urahisi sana hapo kumpata. Sawa, mimi najua mama yangu wanawake hatushindwi na jambo. Kabisa. Sisi wanawake ni jeshi kubwa na hatushindwi na jambo. Kwa hiyo mimi nakuaminia, pambana. Usijali mama, nitampambania kwa sababu mama mimi sasa hivi ndio nishampenda mwanao na kumwacha sitaki. Yaani kumwacha tu kwa sababu ya mwanamke mwingine, mwanamke yenyewe Jamila, siwezi. Na siwezi nikamwacha. Karibu. Asante mama. Karibu mama. Sasa mtakalofanya lote nyinyi jivisheni. Mimi hata kama hela sina, kwa sababu mimi hasa huko nimeenda, hata nikopea bonge. Hizo zote tutamaliza kushirikiana kuzidi. Hata yeye huyo mume wako atazidi pasipo kujijua. Sawa. Pambana mwanangu. Sawa mama. Sawa mama. Sawa wanangu, karibuni. Haya mama, siku mwema. Naondoka na njaa yenu. Tutamdalisha pale ni nini?
Hebu kula chakula. Mbona unasimamia chakula? Hamna, sikusimamia na kwa kweli. Kuna chakula. Umeshufa. Mimi tania tu. Turudi bwana mchungulie. Karibuni. Assalamu alaikum binadamu. Assalamu alaikum binadamu. Waalaikum salaam. Binti, una matatizo. Nashajua matatizo yako. Na huyu ndo aliniambia matatizo yako. Na huyu ndo aliniambia matatizo yako. Na huyu ndo atakaye kusaidia matatizo yako. Sasa binti, ngoja niseme na Wakoro. Wakoro ameniambia una matatizo sana. Sasa binti, una matatizo sana binti. Mwanaume anayemtaka, kuna mwanamke yupo naye. Kuna mwanamke akamchukua wewe mwanaume. Na wewe binti, aliyemchukua mwanaume wako kamfanya kitu kibaya sana. Lakini usijali, Wakulu watakusaidia. Kazi yenu ni ngumu sana. Kutokana na yule mwanaume, akili yake imefungwa kwenye karatasi. Na hilo karatasi limefungwa juu ya mti. Kwa karatasi inavyopepea na akili yake inapepea hivyo hivyo. Lakini msijali, nitawasaidia. Lakini sio leo. Inabidi Jumamosi rudi tena. Na utakuja na vifaa. Sasa binti,
Utakuja na udi 3, mshumaa 1 na yai 1 na nazi 1. Sasa binti, kifungo mkoba nitaweka hapa. Alafu Jumamosi nitakuja na vitu nilivyoagiza. Sawa. Naweza mkani.